asante sana. Hii ni siku ambayo nilikuwa nangoja kwa hamu na gamu. Tumeomba sana ya kwamba Mungu akatuwezesha ikawa ni siku ambayo ni nzuri. Kwa hivyo natarajia kwamba Mungu anaenda kutujalia, tunaenda kufunganishwa kwa ndoa vyema na kila jambo kwa jinsi ambavyo Mungu amepanga na kwa utukufu wa jina lake. Amen. Amen. Pengine utuambie tu katika mipangilio yako ni changamoto gani umepitia hadi kufikia wakati wa sasa? Unajua katika mipangilio wakati mwingine watu wanakuwa na ile depression, watu wanakuwa na ile msongamano wa mawazo ya kwamba hiki kitafika siku gani, itaisha siku gani? Hebu tuambie umewezaje kufaulu? Kwa kweli mpango wa harusi kwa ujumla ni mpango ambao uko na changamoto tele, na wakati ambapo nilianza nilikuwa na ugumu sana, maana muda ambao tulipanga kufanya harusi ulikuwa ni mfupi, lakini kwa yote umekuwa muda mfupi, lakini tumeona Mungu akifungua njia na akatuwezesha finances, tumeweza kupata, na najua hata kwa yale ambayo mbaki bado tutatujalia, tutamaliza vyema. Kwa hivyo nashukuru tu Mungu, maana kwa changamoto zote tumeona bado akitusaidia. Ningependa tukimalizia maybe kuna kijana pale ambaye pia amekuwa akitazamia maybe siku moja Mungu atamsaidia afanye harusi. Maybe ningependa tu ukaweze kumtia moyo ya kwamba hii vitu inawezekana, wasiende huko kwa vichaka, wapitie the right procedure. Ni kweli kabisa. Kwa vijana ambao wanapanga kupitia safari kama hii, nataka kuambia kwamba ni safari ambayo inawezekana, na nikuatia tu moyo kwamba waanze mipango, wahusishe Mungu katika mpango yao. Yeye ndiye anawezesha kila jambo. Wasiogope kamwe, vijana msiogope safari hii, bora umehusisha Mungu mbele, atakusaidia. Na najua kwamba pia wao wanaweza kupitia mkondo huu kama mimi ambao nimepitia kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Thank you so much, Mr. You look good. Thank you. I appreciate it. You also look good. Thank you. Asante sana. Nijaribu confidence katika familia ya waliooa. Tunakutarajia ya kwamba ujiunge katika familia, na katika mambo haya ya ndoa katika njia ya harusi sio mambo mageni, tumepitia pale. Mimi kitu kenye nakwambia na kupa moyo, wameanza na wewe na namaliza na wewe. Umekuwa mtulivu, umesimama ukatulia, ukatunza wokovu wako katika ujana, na sasa leo hii God is crowning you, God is glorifying you, anakuheshimisha mbele ya watu. Na katika ndoa, ndugu yangu, dada yangu, katika ndoa hakuna kujipiga kifua na kujiweka ubabe. Itabidi unavumilia kukaa na mke, umtunze, kwa maana yeye ndiye kipenzi chako, huyo ndio maua yako. Kwa hivyo umpende, ukue karibu na yeye, utembee pamoja na yeye, umfanye akuwe na furaha na ndoa yako itafurahi. Lakini kwa vyote, ndoa pasipo Mungu kuwa katikati, lazima uweke Mungu katika ndoa yako. Kama kuna jambo, husisha Mungu, ambia Mungu hili na hili ndilo napitia, naye Mungu aliyekusikia baada atashika ndoa yako, ataisimamisha. Changamoto zozote ziko zitakuja, lakini ukimpatia Mungu, Mungu atakujalia. Kwa hivyo sasa, ndugu yangu, Mungu akusaidie, Mungu akupatie, vumilia, na najua maandiko nasema kwamba utapata kibali. Apataye mke apata kitu chema, na Mungu anampa kibali. Kuna kibali ambacho kinakuja na hii zawadi ya mke. Kwa hivyo jipatie ujasiri katika ndoa unapoanza hii familia. Asante sana. Asante sana. Karibu. Ningependa pia kuambia kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Mesha. Unafurahia kwa sababu ni siku yako ya? So ningependa kuambia matarajio yako katika hii harusi.